Tunaangalia ahadi 50 za afya. Ni kutoka kwenye kitabu changu cha Ahadi, Ukiri na Maombi kwa ajili ya uponyaji na afya, ambacho kina zaidi ya ahadi 700. Sasa leo nataka tuangalie, kuna ahadi zaidi ya 50 za afya katika Biblia. Tutaangalia ahadi hizi katika tafsiri mbalimbali za Biblia. Na kumbuka kuwa ahadi hizi zinafuatiwa na ukiri ambao unaweza kuutamka mara kadhaa kutegemeana na muda ulionao. Pia unatakiwa kukumbuka kuwa unavyozidi kuzitamka ahadi hizi kwa kinywa chako, ndivyo zinavyozidi kufanyika halisi. Neno linapokuwa karibu na wewe katika kinywa chako, hatimaye litakuwa karibu na moyo wako. Kadri neno linavyokuwa karibu na wewe, ndivyo linavyoleta imani katika maisha yako. Kumbukumbu 30 mstari wa 14 inasema, lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Napozungumzia afya namaanisha nini? Afya ni tofauti na uponyaji. Uponyaji unaondoa magonjwa yaliyopo kwenye mwili wako, lakini afya maana yake kuwa huru na magonjwa. Kwa hiyo magonjwa yanakuwa mbali na wewe. Kwa hiyo Mungu anapotaka uwe na afya, maana yake anataka uwe huru na magonjwa. Magonjwa yakae mbali na wewe. Naanza na ahadi ya kwanza katika kichwa kinachosema ulimi unaleta afya na dawa. Mithali 12:18. Tafsiri ya New King James inasema, kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye hekima huleta afya. Tafsiri ya SUV ile ya Kiswahili cha kawaida unasema, ulimi wa mwenye haki unaleta afya. Sasa hii ya New King James inasema ulimi wa mwenye haki huleta afya. Na hiyo neno afya kwa Kiebrania manake dawa. Dawa, tiba, urudisho wa afya. Tafsiri ya The Amplified Bible, Mithali 12 mstari wa 18, wapo wale ambao wananena kwa haraka kama kuchoma kwa upanga, lakini ulimi wa mwenye hekima unaleta uponyaji. Kwa kwenye ulimi wako kuna afya, kuna uponyaji. Ukiri, nina ulimi wa mwenye hekima ambao unaleta afya, dawa, tiba na urudisho wa afya. Maneno nayotamka ni dawa na afya. Nakataa kusema maneno yanayotukuza magonjwa na kuumwa. Naenda ahadi ya pili. Mithali 16:24. Mithali 16:24. Maneno yapendezwayo ni kama sega la asali, ni tamu nafsini na afya mifupani. Zingatia hayo maneno, afya mifupani. Ukiri, nanena maneno yapendezayo na mazuri, ambayo ni matamu katika nafsi yangu, yani mawazo, hisia na utashi wangu, na ananiletea afya katika mifupa yangu. Maneno ya upole yanaleta afya. Naenda kichwa kingine. Mithali 15 mstari wa 4. Mithali 15 mstari wa 4. Katika tafsiri ya SUV ile ya kawaida, ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Sasa hilo neno safi kwa Kiebrania neno mape, ambalo linamaanisha dawa, tiba, urudisho wa afya. Sasa kwenye tafsiri ya The Living Bible, Mithali 15 mstari wa 4, inasema maneno ya upole yanasababisha uzima na afya. Kuendelea kulalamika kunaleta kukata tamaa. Narudia tena. Maneno ya upole yanasababisha uzima na afya. Kuendelea kulalamika kunaleta kukata tamaa. Kwa Kiingereza, gentle words cause life and health.
Gripping brings discouragement. Tafsiri ya New Living Translation NLT: maneno ya upole yanaleta uzima na afya, ulimi wenye udanganyifu huiponda roho. Kwa Kiingereza New Living Translation nasema, gentle words brings life and health, and a deceitful tongue crushes the spirit. Na ukiri, Mithali 15 mstari wa 4, nanena maneno ya upole ambayo yanasababisha afya na uzima. Na kataa kunena maneno ya kulalamika, maneno ya kukata tamaa, na maneno ya kutukuza magonjwa. Kufunga kunaleta afya. Ahadi iko katika Isaya 58 mstari wa 8. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Kwa kufunga kunaweza kuleta afya. Ukiri, nakiri kuwa sina magonjwa katika mwili wangu. Niko huru na magonjwa kwa sababu Mungu amenipa afya. Mimi ni mtu ninayefunga sawasawa na Isaya 58 mstari wa 6 mpaka wa 8. Bwana atakutunza katika afya. Hii ni ahadi katika Isaya 58 mstari wa 11. Tafsiri ya The Living Bible: na Bwana atakuongoza kila wakati na kukutosheleza na vitu vyote vizuri, na kutunza katika afya pia, na utakuwa kama bustani inayomwagiliwa maji vizuri, na kama chemchemi inayobubujika maji kila wakati. Ukiri, Bwana ataniongoza kila wakati na kunitunza katika afya. Bwana atanitunza katika afya. Kurudishiwa afya kwa njia ya uponyaji. Marko 16, 17 na 18. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Ukiri, ishara hizi zinafuatana na mimi nayeamini, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu naweza kutoa pepo, ninasema kwa lugha mpya baada ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu nina uwezo wa kushika nyoka, na hata nikinywa kitu cha kufisha au sumu hainidhuru kabisa. Nikiweka mikono yangu juu ya wagonjwa wa kila aina, wanaponywa na kurudishiwa afya. Furaha inaleta afya. Mithali 17:22. Kuwa na furaha kuna kufanya uendelee katika afya. Ni kifo cha polepole kuwa na hali ya kuhuzunika. Hii ni tafsiri ya The Living Bible. Narudia tena. Kuwa na furaha kuna kufanya uendelee katika afya. Ni kifo cha polepole kuwa na hali ya kuhuzunika. Ukiri, kwa sababu nina furaha na hali ya kuchangamka, naishi katika afya. Nakataa hali ya kuhuzunika, kusikitika na kuumizwa. Habari njema inaletwa afya. Mithali 15 mstari wa 30. Tafsiri ya New International Version au NIV. Muonekano wa uchangamfu unaleta furaha kwa moyo, na habari njema inaleta afya kwa mifupa. Tafsiri ya The Living Bible, Mithali 15:30. Muonekano mzuri na ripoti nzuri inaleta furaha na afya. Mithali 15:30, tafsiri ya New Living Translation NLT. Muonekano wa uchangamfu unaleta furaha kwa moyo, na habari njema inaleta afya nzuri. Kwa habari njema inaleta afya nzuri. Ukiri,
nina muonekano wa uchangamfu na habari njema inaleta afya katika mifupa yangu. Ninasikiliza habari njema ambazo zinaniletea afya na kuwa huru na magonjwa. Kurudiwa kwako kunaleta afya. Isaya 38 mstari wa 16. Tafsiri ya New Living Translation. Bwana, kurudiwa kwako ni kuzuri, kwa sababu kunaleta uzima na afya. Tafsiri ya The Living Bible. Bwana, kurudiwa kwako ni kuzuri na kunatuongoza katika uzima na afya. Niponye na kunifanya niishi. Hii nilikuwa nasoma kwenye Isaya 38:16. Ukiri, kurudiwa na Bwana ni kuzuri, kwa sababu kunaniletea uzima na afya. Afya ni kuwa huru na magonjwa. Kutoka 23, 25 na 26. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Tafsiri ya New Living Translation. Kutoka 23, 25 na 26. Lazima umtumikie Bwana Mungu wako peke yake. Ukifanya hivyo, nitakubariki wewe kwa chakula na maji, na nitakutunza wewe katika afya. Hakutakuwa na kuharibu mimba na utasa kati ya watu wako, na nitakupa wewe maisha marefu na kamili. Nitakupa wewe maisha marefu na kamili. Kwa hiyo Mungu anataka akupe maisha marefu na kamili. Ukiri, mimi ninamtumikia Bwana Mungu wangu, na yeye amenibarikia chakula changu na maji yangu. Bwana ananitunza mimi katika afya. Bwana ameyaondoa magonjwa yote katika mwili wangu na kunifanya niishi katika afya. Mimi sio tasa, wala mimba zangu haziharibiki. Bwana atakuletea afya na amani au shalom. Yeremia 33 mstari wa 6. Tazama, nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Ukiri, kumbuka neno amani kwa Kiebrania ni shalom, lenye maana ya afya, mafanikio, kuwa katika hali nzuri. Ukiri, Mungu ataniletea afya na kupona. Mungu ameniponya sasa. Mungu amenifunulia wingi wa amani au shalom, yani afya, kuwa katika hali nzuri, mafanikio na usalama. Kuwa na afya ni mapenzi ya Mungu. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Tafsiri ya ushirikiano wa makanisa inasema, mpenzi wangu, nakutakia mafanikio mema ya kila aina, nakutakia afya njema ya mwili kama ulivyo nayo rohoni. Tafsiri ya King James Version inasema kama ifuatavyo. Waraka wa 3 wa Yohana 1 mstari wa 2. Mpenzi, nakutakia juu ya mambo yote mafanikio na kuwa katika afya kama vile nafsi yako inavyofanikiwa. Neno nafsi linajumuisha ulimwengu wa akili au mawazo, hisia na utashi, au eneo la kufanyia maamuzi. Ukiri,
Mungu anataka nifanikiwe na kuwa na afya yangu. Nakiri kuwa nafanikiwa na kuwa katika hali ya afya. Niko huru na magonjwa, maumivu na maradhi ya kila aina. Mungu ananitakia mafanikio mema ya kila aina. Mungu ananitakia afya njema ya mwili, kama vile nafsi au akili na mawazo yanavyofanikiwa. Mjumbe mwaminifu huleta afya. Manake watu sahihi wanaweza kuwa chanzo cha afya, na watu wasio sahihi wanaweza kaibomoa afya yako. Mithali 13 mstari wa 17. Mjumbe mbaya huanguka maovuni, bali mjumbe mwaminifu huleta afya. Tafsiri ya New King James Version inasema, mjumbe mwovu huanguka katika matatizo, lakini balozi mwaminifu analeta afya. Ukiri. Mithali 13:17. Balozi au mjumbe mwaminifu huleta afya na dawa. Niko karibu na watu sahihi ambao wana imani ya uponyaji na wananisaidia kupata afya, dawa na urudisho wa afya. Neno la Mungu ni chanzo cha afya na dawa. Mithali 4 mstari wa 20 mpaka 22. Mwanangu, sikiliza maneno yangu. Tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako. Uzihifadhi ndani ya moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao, na afya au dawa ya mwili wao wote. Tafsiri ya The Amplified Bible inafafanua vizuri zaidi. Inasema, mwanangu, sikiliza maneno yangu. Kubaliana na kujiweka chini ya kauli zangu. Usiruhusu ziondoke machoni pako. Uzitunze katikati ya moyo wako, kwa sababu ni uzima kwa wale wazipatao, ni uponyaji na afya kwa miili yao yote. Tafsiri ya Habari Njema inasema, mwanangu, sikia kwa makini maneno yangu, itegee sikio misemo yangu, usiache yatoweke machoni pako, yahifadhi ndani ya moyo wako, maana hayo ni uhai kwa mtu anayeyapata, ni dawa kwa mwili wake wote. Hii tafsiri ya Habari Njema ndio toka kuisoma. Ukiri. Nasikiliza maneno ya Mungu, natega sikio langu kusikiliza kauli zake. Siachi maneno ya Mungu kutoweka machoni pangu. Ninahakikisha kuwa neno la Mungu limehifadhiwa katika moyo wangu. Matokeo ya maneno ya Mungu ni uzima, afya, dawa, tiba na urudisho wa afya ya mwili wangu. Mithali 14 mstari wa 30. Mithali 14:30. Moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali usuda ni ubovu wa mifupa. Neno hilo mzima kwa Kiebrania neno mape linamaanisha afya, urudisho wa afya, tiba, dawa, suluhisho. Neno mape, M-A-R-P-E. Tafsiri. Kuna tafsiri nyingine inasema, mtazamo uliotulia unaongeza maisha ya mtu, wivu unaozesha. The Amplified Bible inasema, akili na moyo uliotulia na usiosumbuliwa na ni uzima na afya ya mwili, lakini usuda, wivu na ghadhabu ni kama kuoza kwa mifupa. Hii ni tafsiri ya Amplified Bible, Mithali 14:30. Naongezea Today's English Version.
Inasema amani ya akili inatengeneza afya ya mwili, lakini wivu ni kama saratani. Saratani yani kansa. Ukiri. Mithali 14:30. Moyo ulio mzima na afya ni uhai wa mwili. Roho yangu ina afya. Urudisho wa afya, tiba, dawa na suluhisho. Amani ya akili inatengeneza afya ya mwili. Nakataa kuwa na wivu, uchungu na hali ya kutokusamehe. Ulinzi dhidi ya tauni na uwele. Zaburi 91:3. Tunapozungumzia tauni kwa magonjwa yanayoeleweka sasa hivi ni pamoja na corona, COVID-19. Nilikuwa nasikiliza kwenye taarifa ya habari jana kwamba kule Nigeria wamegundua mgonjwa mmoja amepatikana na COVID-19. Alikuwa ametoka China. Sasa Mungu anaahidi kukulinda na hayo magonjwa ya mlipuko, si homa ya nyani, si homa ya ndege na kadhalika. Zaburi 91:3 na 5 mpaka 6. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni haribuyo. 5. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana. 6. Wala tauni pitayo gizani, wala uwere uharibuo adhuhuri. Ukiri. Mungu ananiokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Mungu ananiokoa na COVID-19 na corona, homa ya ndege, mafua ya ndege na kadhalika. Sitaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni pitayo gizani, wala uwere uharibuo adhuhuri. Kumcha Bwana ni chanzo cha afya. Mithali 3:7 na 8. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Tafsiri ya The Amplified Bible, Mithali 3:8. Itakuwa afya kwa mishipa na misuli na mafuta na kulainisha kwa mifupa yako. Ukiri. Kwa sababu nina hekima na hali ya kumcha Bwana, nakiri kwamba nina afya, niko huru na magonjwa. Kutoka 15:26. Akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Ukiri. Mungu hatatia juu yangu maradhi yoyote ya watu wasiookoka, kwa kuwa yeye ni Bwana aniponyaye na kunipa afya. Yeye ni Jehova Rafa, ni Bwana aniponyaye, ni Bwana naye nipa afya. Afya ya kuhifadhiwa mifupa. Zaburi 34:19 na 20. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Ukiri. Mungu ananihifadhi. Mungu anahifadhi mifupa yangu yote. Hakuna mfupa wowote ambao unavunjika hata katika ajali. Mifupa yangu ya kwenye miguu, kwenye mikono, kwenye mbavu na sehemu yoyote ya mwili wangu haitavunjika. Zaburi 34:19 mpaka 20. Kuishi katika afya hadi kifo. Ayubu 5:26. Utafika kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Tafsiri ya NIV inasema, utafika kaburini ukiwa katika nguvu kamili,
kama miganda ya ngano iliyokusanywa. Ukiri, nitafika kaburini nikiwa katika nguvu kamili na afya kamili. Mungu ni afya ya uso wako. Zaburi 42:11. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Ukiri, nakutumaini, ninakuamini na kutegemea wewe uliye afya ya uso wangu na mwili wangu. Afya inaokoa. Zaburi 67:2. Njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Tafsiri ya King James Version, KJV inasema, ili njia yako ijulikane hapa duniani, afya yako inayookoa katikati ya mataifa yote. Ukiri, afya yako inaniokoa na kuniweka huru na magonjwa iko juu yangu. Afya yako inayookoa na kuniweka huru na magonjwa iko juu yangu. Bwana atakurudishia afya yako. Yeremia 30:17. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Tafsiri ya ushirikiano wa makanisa inasema, nitakurudishia afya yako na madonda yako nitakuponya. Japo wamekuita aliyetupwa, mji Sioni, mji Sayuni usio na wakutunza. Ukiri, Mungu amenirudishia afya yangu na kuniponya. Mungu ameniweka huru na magonjwa yote katika mwili wangu. Hivi sasa niko huru na magonjwa. Furaha inaleta afya na dawa. Hii ni Mithali 17:22. Huu nimeshausoma tayari, nisiurudie. Niende Zaburi 119:92. Tafsiri ya The Living Bible. Kamwe sitaweka kando sheria zako, kwa sababu umezitumia ili kurejesha furaha na afya yangu. Ukiri, kamwe sitaweka kando sheria zako, kwa sababu umezitumia ili kurejesha furaha na afya yangu. Ndani ya ahadi za amani au shalom kuna afya, kuna ahadi za afya. Ahadi za Mungu juu ya kupa amani au shalom ndani yake zimebeba afya. So Biblia Spirit Filled Life Bible inalifafanua neno amani au kwa Kiebrania shalom kama ukamilifu, amani, afya, kuendelea vizuri, usalama, kuwa katika hali nzuri, utulivu, mafanikio, utimilifu, pumziko, maelewano. Kwenye ukiri, kwenye Samueli wa kwanza 25:6, na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama, amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulionao. Kwa Mungu anataka shalom juu yako na wale ulionao. Ukiri,
maisha marefu ni yangu, afya njema ni haki yangu, na afya njema iko juu ya watoto walioko ndani yangu. Shalom ni yangu, yani kuendelea vizuri, afya na mafanikio. Isaya 57 mstari wa 18 na 19. Nimeziona njia zake, nami nitamponya. Nitamuongoza pia, nitamrudishia faraja zake, yeye na hao wanaomlilia. Mimi nayaumba matunda ya midomo, amani, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana, nami nitamponya. Neno amani kwa Kiebrania ni shalom, ambalo lina maana ya afya, kuendelea vizuri na mafanikio. Ukiri, Mungu ameziona njia zangu na ameahidi kuniponya na magonjwa yote. Mungu ameumba matunda ya midomo, amani au shalom. Ndani ya midomo yangu kuna afya, kuwa katika hali nzuri na mafanikio. Isaya 26 mstari wa 3, tafsiri ya KJV, King James Version. Utamlinda yule mtu katika amani kamilifu, yule ambaye akili yake imekaa kwako, kwa sababu anakutegemea wewe. Ile ya Kiingereza sema, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Ukiri, Mungu ananilinda mimi katika amani kamilifu, yani afya, kuendelea vizuri, usalama, kuwa katika hali nzuri, utulivu na mafanikio. Mimi ambaye akili yangu imekaa kwake, kwa sababu nina mtegemea. Zaburi 119 mstari wa 165. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Kumbuka neno hilo amani ni shalom. Hapo wana amani nyingi, manake shalom, afya, mafanikio na kadhalika. Ukiri, nina amani au shalom nyingi, yani afya na kuendelea vizuri. Mimi naipenda sheria yako. Yeremia 29:11. Maana najua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Tafsiri ya NIV ya Yeremia 29:11. Maana naijua mipango nilionayo kwa ajili yenu, asema Bwana, mipango ya kuwafanikisha na sio ya kuwadhuru, mipango ya kuwapa tumaini na wakati ujao. Ukiri, Mungu ana mawazo na mipango ya shalom au amani. Mungu ana mawazo na mipango ya afya yangu, kuendelea vizuri, kuwa katika hali nzuri na mafanikio yangu. Zaburi 29:11. Bwana atawapa watu wake nguvu, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Kumbuka neno hilo amani, shalom. Ukiri, Bwana amenibariki mimi mtu wake kwa amani au shalom, yani ukamilifu, afya, kuendelea vizuri, usalama, kuwa katika hali nzuri, utulivu, mafanikio, utimilifu na pumziko. Afya yangu inazidi kuongezeka. Zaburi 35:27. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Naam, waseme daima, atukuzwe Bwana, apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Tafsiri ya King James inasema, wapige kelele kwa furaha na kufurahi wale wapendezwao na haki yangu. Naam, waseme kila wakati, Bwana atukuzwe, apendezwaye
na mafanikio ya mtumishi wake. Kwa Mungu anapendezwa na amani au shalom yako. Ukiri, ninasema kila wakati, Bwana atukuzwe, apendezwaye na amani au shalom, yani afya, kuwa katika hali nzuri na mafanikio. Mungu apendezwi wakati mimi ninapoumwa na kuonewa na magonjwa. Isaya 48:18. Isaya 48:18. Laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji, na haki yako kama mawimbi ya bahari. Tafsiri ya Amplified inatafsiri neno amani kama shalom, kama mafanikio. Laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani na mafanikio yako vingekuwa kama mto nao bubujika, na haki yako, utakatifu na usafi wa taifa lako kama mawimbi tele ya bahari. Ukiri, kwa sababu nasikiliza amri za Mungu, amani, mafanikio na afya yangu imekuwa kubwa kama mto wa maji. Mithali 3 mstari wa 1 na wa 2. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Mithali 3 mstari wa 1 na wa 2. Ukiri, moyo wangu nazishika sheria za Bwana, na nakataa kuisahau sheria ya Bwana. Sheria na amri za Bwana zinaniongezea wingi wa siku, miaka ya uzima, amani, yani afya na mafanikio, na kuwa katika hali nzuri. Isaya 53 mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ukiri, Yesu alijeruhiwa kwa makosa yangu, alichubuliwa kwa maovu yangu. Adhabu ya amani au shalom yangu ya kupata afya, kuwa katika hali nzuri, mafanikio na usalama ilikuwa juu ya Yesu. Zaburi 85 mstari wa 8. Zaburi 85:8. Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani, naam, na wataua wake pia, bali wasirudie upumbavu tena. Ukiri, Mungu ameniambia mimi mtoto wake amani, yani shalom, afya, mafanikio, kuwa katika hali nzuri. Napokea habari njema za shalom. Isaya 32:17. Na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Ukiri, kazi ya haki itakuwa amani, yani afya, kuwa katika hali nzuri na mafanikio kwangu. Zaburi 37 mstari wa 37. Umwangalie sana mtu mkamilifu, umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Ukiri, mimi ni mtu mkamilifu na mtu mnyofu, na mwisho wangu ni amani, afya, kuwa katika hali nzuri na mafanikio. Ayubu 5:26. Nimesha usoma tayari, lakini naweza nikaurudia. Utafika kaburini mwenye umri mtimilifu, kama mganda wa ngano ulivyo wakati wake. Tafsiri ya NIV inasema utafika kaburini ukiwa katika nguvu kamili, kama miganda ya ngano iliyokusanywa. Ukiri, nitafika kaburini nikiwa na nguvu
kamili na afya kamili kama miganda ya ngano iliyokusanywa. Naamini kuwa umebarikiwa na hizi ahadi. Labda ahadi moja ambayo naweza nikaiongeza ambayo haipo kwenye hii kitabu, nimekuwa nikisimamia huu mstari ni uongeze, ni Isaya 33 mstari wa 24. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi ni mgonjwa, watu wakaao humo watasamehewa uovu wao. Kwa hiyo kwenye huu mji anasema hakuna mtu atakayesema mimi ni mgonjwa, maana yake wote watakuwa na afya. Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Prosper Ntepa wa kanisa la The Oasis of Healing Church. Tuko hapa Ubungo katika jiji la Dar es Salaam, nchi ya Tanzania. Namba zangu za simu ni alama kujumlisha 255. Hii ni namba ya WhatsApp. Alama kujumlisha 255 767 21 24 40. Unaweza kuwasiliana nami ukiwa umebarikiwa kunipa taarifa. Mungu akubariki. Tunapatikana kwenye YouTube Prosper Ntepa TV. Unaweza kupata na masomo mengine kwenye Prosper Ntepa TV. Ukisearch pale kwenye YouTube Prosper Ntepa TV. Hili jina la Prosper alafu Ntepa NTEPA TV. Mungu akubariki.